أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tunasema baada ya kushukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema bwana mtume sallam, tuna malengo tuyatimize. Kuna malengo tuyatimize. Nadhani kuanzia Januari kuna walimu wa lugha wataajiriwa katika mashule ya serikali lugha ya Kiarabu, na inasemekana kuna wanafunzi zaidi ya 600 si 800 washapelekwa Misri. Kwa hiyo huende ikawa walimu wetu wa lugha ya Kiarabu kwa watoto shuleni ukaambiwa huyu ni Ustadh John na Ustadh William na Ustadh Joseph, sio tena Muhammad wala Ali wala Zaid wala Umar. Washaandaliwa kwa sababu imeonekana lugha ya kwanza inayotumika duniani lugha ya Kiingereza, lugha ya pili inayotumika duniani lugha ya Kiarabu, lugha ya tatu inayotumika duniani lugha ya Kifaransa. Lakini Kifaransa kinasomeshwa Tanzania, Kiarabu hakisomeshwi. Kwa hiyo tayari habari hizo. Kwa hiyo ni wajibu wako wewe sasa kulifahamu na kulifanyia kazi. Naam. Naam, wapo kanisa linapeleka. Nawe nafasi mustashriq au sasa ni mustashriq unazungumza wewe, hata sisi tunasoma nao. Sasa kuna wale ambao kwa maandalizi rasmi kwamba sasa walimu wapatikanwe kwa lugha hii ya Kiarabu kwa upande wa kule, sio upande wetu sisi. Ajenda maalum sasa. Bas. Kwa hiyo wajibu sisi kwanza, mzazi muhimu sana. Kwanza lugha yetu sio lugha ya Waarabu, ni lugha yetu, lugha ya Waislamu. Lazima tufanye kazi. Na tumesema kwamba tutasomesha kwa namna mbili. Lugha ya Kiarabu isomeshwe na vile vile sheria isomeshwe. Tunakwenda sambamba. Tunakwenda sambamba. Moja kwa moja. Huku tunasoma masomo yetu ya dini kama kawaida, na wakati huo masomo yale ufungu wake ni lugha ya Kiarabu, lazima tusome. Tusomeshe kilopita hapa huruful jar min ila an al, tutazitumia vile tuziona huko. Kila mlango ambao kwamba wa lugha tutauingiza tuutumie. Halafu tutakuwa na mazoezi ya kusema. Mazoezi ya kusema. Kuna kitabu cha hiwari tutakileta. Mtu atahifadhi hiwari moja kwa moja. Uhifadhi kama jina lako ni hiwari. Na ndio lugha. Ndio lugha. Bismillah. Muda wetu ni mdogo tuko nao, tunaanza. Nadhani kitabu chetu hichi kimeanza na hadithi samillaha wa kul biyaminika. Samillaha. Sami manake asili yake ni ismu, jina. Kwa samillaha fi'lu amri. Samillaha, mtaje Mwenyezi Mungu. Wa kul biyaminika, akala yaakulu kul. Tutaleta fi'lu amri tuzichambue vile vile. Lakini leo kuna kitu na kilenga kitapatikana inshallah. Hichi kitabu tutakitoa, nadhani kinakuja kushapatikana kitabu kamili hichi. Ona ukurasa 15 inaendelea. Nadhani page hazipungui 130 na tutakileta cha hadithi, na kuna kitabu cha tafsiri kama hichi. Kwa vitabu hivi jumla viko 4 kasikosei. Hivi vitabu 4 vya hadithi na vitabu 4 vya tafsiri, wewe hujajua lugha tu bado, itakuwezekani kabisa kabisa, kwa sababu wote ni mchanganyiko wa lugha ya Kiarabu. Halafu sasa kimekufundisha wewe kusema Kiarabu. Bismillah. Na tumesema hapa wanafunzi, vitabu vimetosha? Kama vitoshi yuko mule wanafunzi, sio wasikilizaji. Lakini shekhi wetu lazima umpe kitabu chake na karatasi yake. Shenva ili kusudi naam ape karatasi yake, kila nuskha kitoka apewe ya kwake. Kuna siku mimi hapa kasimama yeye hapa, nafasi kaitumia kama kawaida. Samillaha maana yake ni fi'lu amri, mtaje Mwenyezi Mungu. Wa kul, akala yaakulu fi'lu amri kul, kula biyaminika. Al-yamin maana yake ni mkono wa kulia, yadul yamin, ule kwa mkono wako wa kulia. Samillaha, mtaje Mwenyezi Mungu
unasema bismillah wa kul biyaminika. Akala yaakulu kul. Kwa kuna fi'l amri ziko mbili hapo. Kuna samillah, sami mtaje Mwenyezi Mungu, fi'l amri. Wal amri yufidu wujub ma lam tasifu qarina. Hizi qawaid vitu tuko nazo, na kuna kitabu cha hikma al-amthila Sheikh Alfan kitunga, tutakitumia upate angalau ziko 100 moja, basi angalau 70 uwe nazo, 75. Tuingie kwa hadithi moja kwa moja an Umar. Sasa mbona hakuna kasra? Tutaka kuzungumzia baadhi ya majina hayakubali kasra. An harfu jarri ilikuwa an Umari, lakini an Umar ibni Abi Salama. Ibnu manake ni mtoto wa kiume, kwa hiyo Umar ibnu ni mtoto. Asbat bin Sa'id manake Asbatu bin Sa'id, mtoto wa kiume wa nani? Wa Sa'idi. Na kani mwanamke atoa bintu, kwa ibnu mtoto wa kiume, bintu mtoto wa kike. Jamaa karatasi yako nimekwambia uje nayo, aitwaje kile kalamu yako nayo, penseli unayo, andika kabisa. Ameingia tukipita tumepita, isikuwa mtu ajuma na ibni akashanga. Ibni maana yake ibni mtoto wa kiume na bintu mtoto. Kwa hiyo huyo Umar ibnu maana yake ni mtoto wa kiume wa nani? Salama, Abi Salama. Abi maana yake ni baba. Kwa hapa fahamu Abi Salama, kutokana na hivi ilipokuwa tutakuja kuchambua baadaye huko. Kuna asmaul khamsa, kuna af'alul khamsa. Kwa hiyo tuchukue hivi sasa hivi an Abi ibn Abi Salama, kwamba huyu Umar ni mtoto wa Abi Salama radhiyallahu anhuma. Maana yake kwani kaja anhuma, yeye mwenyewe na babake wote Waislamu. Huyu Umar ni Muislamu na babake ni Muislamu. Radhiyallahu, radhiya maana yake ameridhia. Radhiya maana yake ameridhia nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Qad radhiyallahu, hakika ameridhia. Ikiwa ni mimi nasema radhitu, ikiwa ni wewe radhita, ikiwa ni sisi radhina. Tumesoma hapa. Kwa hiyo hichi kitendo kichukue kiingize kule kwenye karatasi yako ile, utaingiza radhitu, radhita, radhiti, radhina, radhituma, utaziingiza mwenyewe. Tumesoma hapa, tumeandika. Usio sasa radhina maana yake nini? Tumesoma, si kutafuta. Kwa hiyo ile kawaida yako iliyokuwa nayo iingize radhitu, radhina. Radhiya ni mtu wa tatu au nafsi ya tatu. Allah asema radhiyallahu, ameridhika Allah subhanahu wa ta'ala, anhuma, kutokana na wale wote wawili karidhika nao Waislamu wale. Qala, amesema huyu nani? Huyu Umar ibn Abi Salama. Kuntu ghulaman. Hii kana wa akhwatuha tutakuja kuiandika pale tuhifadhi. Kana wa akhwatuha na inna wa akhwatuha tutakuja kuziweka pale pindi tunaposoma mubtada. Kwa kuntu ghulaman, naona hapa kuntu kuna tawi ile pale, kunta, kunti, kunna, tumeandika pale. Kwa kuntu nilikuwa mimi, ghulaman ni kijana. Sasa ghulaman fi hajri Rasul sallam, tufungue upande wa pili mufradati. Hii ghulam maana yake ni nini? Ghulam umepaona al-ghulam sabiyu, mtoto wa kiume. Sabiyu kaandika hapa tafsiri yake maana yake sabiyu. Kwa hiyo kuntu maana ghulam maana yake ni mtoto wa kiume, ndio ghulam. Ya ghulam samillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalika, ya ghulam ataitwa. Kwa hiyo ghulam maana yake ni mtoto wa kiume. Sabiyu maana yake mtoto mdogo ambaye hajafikia baligh, hajafikia baligh. Tufahamu na hiyo. Tiflu ni chini yake, chini, atfalu, unaona asema. Alafu fi hijri, asema fi hajri Rasul, manake tarbiyatihi, katika malezi. Tarbia, rabba yurabbi, unaona. Kwa hiyo tarabba asema tarbia manake malezi, arriaya. Tamam.
Kwa fi hijri maana yake fi tarbiyatihi, fi riayatihi, katika ulezi wake, analelewa kule kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi hijri. Humo ndika hijri, lakini al-asli hijri. Ewa, hii asli yake ni hijri, kaandika hijri hapa. Sasa ni hijri. Tena moja kaandika hijri. Lakini asli yake ni hijri. Asli yake nini? Hijri. Na hapa juu kaandika hijri. Sasa huwa ndio ikawa labda ina lugha mbili. Shariba, sharaba. Lakini asli ni hijri. Hijri au sio? Khata matba'i. Kwa fi hijri maana yake pale ambao kwamba anapolelewa, nasema tarbia, malezi, fi tarbiyatihi. Kwa maana hiyo huyu kijana yuko kwa Bwana Mtume analelewa. Tarbia maana yake riaya, riaya fi riayatihi, riayati al-aulad, maana yake malezi ya watoto. Kwa hiyo sasa na hapa vile fi tarbiyati, sasa tarbiyatul islam, malezi ya Kiislamu. Jamani msisahau hiyo, iandikwe kwa sababu tunarudia mengine haturudi tena. Kuntu ghulaman fi hijri rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, wa kanat yadi, na ulikuwa mkono wangu, wa kanat yadi tatishu. Hii tatishu bila shaka kaiandika huyu. Tatishu nini maana tatishu? Kaandika hapa la tathbut fi makanin wahid, la tathbut au baki. Tunafundishwa tarbiyatul islamia, malezi ya Kiislamu. Tatishu maana yake mkono hangaika hapa 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 hapa. Tunafahamu mnapokula kwa pamoja, basi wewe ujue unapokula sio mkono wako tena unakwenda kula sehemu ya mwenzako, unakula sehemu ya mwenzako, itasababisha au istiqdhar au ni kinyaa. Sasa kula mbele yako, na vile vile unapokula chakula sio mnakula tu hata mzama usoni, wewe huko na mzama mwenzako usoni, anavuvunganyia, sio anakula kidogo kidogo, sio votafuna, yote yapimi yake. Na mtu anapokula vile vile hafungui mdomo, mdomo wake sababu vitatoka vile, una sahani pale, kwa ina maana cha kiasi ili mdomo utafune, halikuwa vipi umeufumba. Jamani, tarbia hii. Kwa hiyo tatishu kwamba ule mkono hautulii, unahangaika hangaika. La tathbut, la tathbut fi makanin wahid, manake tatishu manake la tathbut fi makanin wahid, hautulii ule mkono wenyewe. Kwa hiyo thabata maana yake ni kuthibiti, ubaki pale pale, ikawe la yataharrak. Sasa Allahumma thabbit qulubana, ithibiti, zibaki pale pale, zisibadilike badilike, ndio thabit, kuthibiti. Uko thabit maana yake je, uko pale pale, msimamo wako hujabadilika. Kwa hiyo ikumbukeni kalimatu thabata yathbutu, kwa tathbutu fi makan wahid, ndio maana yake. Akasema tena huyu wa kanat yadi, hakusema yadu, akasema yadi. Kuna yau ile kuzungumzia hapo almutakallim, mkono wangu mimi. Yadi, yadaka, mkono wako. Yadahu, mkono wake. Yadi kwamba kalami, kalamu yangu. Baiti, nyumba yangu. Kwa yau hii ni ya mimi mwenyewe mzungumzaji, yau mutakallim, yau almutakallim, yau ya mzungumzaji. Wa kanat yadi, kwa uiandike yau almutakallim, yau ya mzungumzaji, iandike yau ya nani, sio kusahau. Baiti, nyumba yangu. Kitabi, kitabu changu. Ingalikuwa cha kwako wewe umeambia kitabuka, yaduka, baituka, tunachukua kidogo kidogo, tutaandika hayo. Dhamiru muttasilu, dhamiri hizi ndio kuziandika. Dhamiru almuttasil ndio kuziandika kwa wakati wake, tunachukua kidogo kidogo, tunakwenda. Yadi maana yake mkono wangu mimi. Yaduka, mkono wako, kafile pale. Sasa chukua hii ya leo, yadi ya mutakallim, na kitu chako bwana kile pale. Basi tafadhali. Tunafahamu wakanat, na ulikuwa, yadi mkono wangu mimi. Tatishu fi sahfa. Sahfa maana yake ni sinia. Sahfa
Hebu tuiangalie katuandikia nini huyu. Tabaqun kabirun yuqaddam fihi at'amu al-akl, kwamba tabaqun kabirun ni bakuli kubwa hilo, bakuli kubwa hilo, bila shaka sinia hilo. Yuqaddamu fihi ta'am, kinatangulizwa ndani yake chakula, maana yake kinawekwa chakula lil akli, kwa ajili ya kula. Narudia tena, tabaqun kabirun, bakuli kubwa au sinia kubwa, au sinia Kiarabu vile, na hivi vile majiko mengi, kwa hiyo tuseme bakuli kubwa au sinia kubwa. Yuqaddamu fihi ta'amu, kinatangulizwa ndani yake chakula, kinawekwa chakula lil akli. Penseli yako nayo kitu umeona hichi kigumu kwangu, kiandike kabisa tena kwa penseli, sio kwa kalamu, ili baadaye vipi ufute, akili itumike. Sasa hivi kidhibiti kwa penseli, baadaye unafuta, unatumia akili yako sio kufikiri. Hiyo ndio nini? Sahfa. Tunafanya namna hiyo. Kwa hiyo rudia tena, wa kanat yadi tatishu fi sahfa, kwamba mkono wangu ulikuwa vipi, hautulii, una katika sinia, mara nakula hapa mara hapa mara hapa, sio mahali pamoja, hali ya kuwa nakula pamoja na wenzake au na bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi. Faqala li, faqala akasema, li kuniambia mimi, ya huyo hapo tumezungumzia yau almutakallim, yau ya mzungumzaji, yau mutakallim, li mimi, laka weye, lahu yeye. Akasema faqala li, akasema li, lamu na yau, hiyo yau iandike tena, yau mutakallim ya mzungumzaji. Akasema kuniambia mimi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akasema kuniambia. Faqala li, faqala laka, akasema kukwambia wewe, lakini ajisemea faqala li, yau yetu ile nikumbuka, tukasema kitabi kuna yau, yadi mkono wangu, waladi mtoto wangu, masjidi msikiti wangu, kalami kalamu yangu. Faqala li, baadhi ya mambo haturudia tena. Akasema kuniambia mimi Rasulullah, mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ghulamu, ya harfu nida, iandike sasa, ya harfu nida, harfu ya mwito. Ya ghulamu, ewe kijana, ya harfu ya mwito, unavuita mtu, ya Umar, ya Ali, ya Zaid, ya waladu, ya rajulun. Ya ni harfu ya nini? Ya mwito. Ya ayyuhalladhina amanu, unawaita, iandike, usisahau. Uko mbele itakuwa shaka kichwani, tayari utafuta. Tunafahamu na hiyo. Ya ghulam, ewe kijana, maana sabiyu alladhi lam yasilu, hajafikia kiwango cha baligha tayari. Sabiyu, tunafahamu na hiyo, sio tiflu, tiflu mdogo zaidi. Mumayyazun sabiyu mumayyazun, maana mtu mdogo anapambanua. Sasa huyu anapambanua hichi, ajua haki, anapambanua hii haramu, anajua hichi kibaya hichi kizuri. Ya ghulam samillaha, ukasema ni fil amri, mtaje Mwenyezi Mungu, mtaje Mwenyezi Mungu. Maana yake qul bismillah. Je, kasemaje samillah? Kataja huko, naam, qul imeandikwa hapo samillaha. Maana yake nini? Qul bismillah, qul bismillah, wakati wa kula bismillah, maana yake kwa jina la Mwenyezi Mungu. Unapoanza kula chakula bismillah, yusamillah. Tunafahamu namna hiyo. Wakul biyaminika, wakul fil amri, akala yakulu, kul, unaambia mwenzako kul. Sasa pambanua baina ya kul na qul. Hii tunaweka wazi kidogo hapa katika ubao, ili kusudi isitusumbue. Tunakwenda vile vile na mambo yetu kama kawaida. Ni viwili tofauti, vitu viwili. Usema qul, maana yake zungumza, sema qul bil qaf, qul. Ukisema kul, maana yake kula.
tuyajue kabisa. Tunafanya namna hiyo, tuyajue kabisa. Qul ni qafu, kwa hiyo maana yake vipi? Qul, qala yaqulu qul, maana yake sema. Qala Allahu ta'ala yaqulu qulu, semeni. Kwa hiyo qul, sema. Ukitamka kafu ile pale qul ni akala yaakulu kul, kula. Upambanue baina qafu na nini na kafu. Lugha nafahamika namna hiyo. Sio kumwambia mwenzako kula chakula, anambia qul, atazungumza yeye. Unamwambia kula, mwingine mgeni qul. Shafahamu? Anambia qul, unamkaribisha na اللحن الجلي. Asante, shukran. Kwa hiyo shadu kul maana yake kula. Hiyo kul usema kul, kula. Usema kul akala yaakulu kul, akala amekula, yaakulu anakula. Sasa kul, kula. Na qala amesema, yaqulu anasema, qul sema. Kwa hiyo qafu qul, zungumza, sema. Akala yakulu kul, maana yake kula, chakula. Unamamrisha mtu wa pili mwanaume kul, mtu wa pili unamamrisha, unamwambia kul. Wa kul biyaminika, aliyamini maana yake upande wa kulia, aliyasari upande wa kushoto. Lakini katika mikataba yao ya zamani tangu zama za ujahili, kwa hiyo ilikuwa inatumika namna hiyo. Mtu anapochukua kitu, kwa hiyo ikatumika moja kwa moja. Yamini maana yake ni mkono wa kulia, ya mkono wa kulia. Lakini yadul yamin, mkono wa kulia, mkono wa kul biyamini, kama kul biyadika, kula kwa mkono wako. Vipi? Aliyamin, wa kulia. Tunafahamu namna hiyo. Yasar kushoto, kwa hiyo yamin kulia, yasar kushoto. Unaweza kuiandika yasar maana yake ni kushoto. Wakul mimma yalika, na ule kilichokuwa mbele yako, kinachokufuatia. Yali, kinachokufuatia. Hichi mbele yako maana kinakufuatia wewe hapa mbele yako. Kwa hiyo kul biyaminika, ule kwa mkono wa kulia, sio kwa kushoto. Nafundishwa akhlaki hapa, tarbia islamia, malezi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, sio kwa kushoto. Utakuta mtu ameshika huko mishikaki, huko chipsi anakula, huko chipsi, huko subhanallah. Wewe huko na msumaro wa mshikaki, huku umma wako unakula chipsi. Maana yake nini? Umepata wapi namna hiyo? Kwani mkono mmoja utoshi kula? Au kunywa maji huko unakunywa kushoto, glasi itachafuka, si itakoshwa? Mbona sinia inakoshwa hivi? Unaona? Kwa hiyo ni maji, mkono wako wa kulia unao. Ilikuwa ni chakula, mkono wako wa kulia unao. Sio vitu viwili, huku unavuta huko mwenyewe na nini yako, mshikaki wako unakula. Sio fahari ule. Hapana, ni ibada. Kila kitu ni ibada. Naam. Fama zalat tilka tu'imati ba'du. Fama zalat. Kwanza tufungue kwenye maana zetu. Amesema hapa al-yamin, al-yadu al-yumna, al-yadu al-yumna. Al-yadu al-yumna kinyume chake kuna mistari imepigwa hapo kama vile sawa sawa, ukakatwa katikati. Maana yake kinyume, kinyume chake. Maana yake nini? Al-yadu al-yusra. Ikiwa mstari ule hukukatwa katikati, maana yake sawa sawa. Lakini imepigwa mstari miwili kichoro, alafu katwa katikati, maana yake kwa Kiingereza word opposite, nena kinyume chake. Al-kalima wa dhidduha, tamko na kinyume chake. Ndio maana amekata hapo. Kwa al-yadu al-yumna, kinyume chake al-yadu al-yusra. Yalika yaqrabu minka,
yaqrabu minka inofuatia mbele yako, maana yake ile karibu yako, yaqrabu minka. Kwa yaqrubu minka qarub, yaqrubu minka iliyokuwa karibu yako. Ikumbukwe hiyo, Kiswahili tunacho lugha hiyo hiyo, lakini tunatumia k sio qaf. Yaqrubu minka. Tu'mati sifatu akli, maana ulaji wangu, ule ulaji wangu. Sifatu akli, sifa ya ulaji wangu. Unaona, tu'mati yani ile ulaji wangu ninavyokula sasa, ndio sifatu akli, sifa ya ulaji wangu. Ma zalati tilka tu'mati, manake haikuacha kuwa ule ulaji wangu, haukuacha kuwa ule manake uliendelea ule ulaji wangu. Yani istamarra yastamiru, istamarra manake inaendelea. Istamarra manake ameendelea, yastamiru anaendelea, istamir endelea. Sasa istamarra kaandika hapa, istamarra ameendelea, dhalika adatan li fil akli, iliendelea hayo ikawa adatan ni tabia yangu katika ulaji. Ma zalati tilka tu'mati, maana haikuacha kuwa tena, maana iliendelea. Ile ndio nini? Ndio ulaji wangu, ule ulaji wangu wa kila siku, sio pale pekee pale nimezia kule vile, na siku ya pili yake ya tatu yake ndio maisha yake. Sasa ma zalat tilka tu'mati, maana iliendelea ikawa ule ndio ulaji wangu. Upi? Kwanza amtaja Allah subhanahu wa ta'ala bismillah, ya pili anakula kwa mkono wa kulia, la tatu anakula kuchukua mbele yake. Turudi hadithi yetu sasa. An Umar ibn Abi Salama radhiyallahu anhuma, ameridhia Mwenyezi Mungu kwa wote wawili, baina huyo Umar na Abi Salama. Qala, amesema huyu Umar ibn Abi Salama, kuntu, ajisemea mwenyewe, kuntu ghulaman, nilikuwa mimi ni kijana, fi hijri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, katika malezi, tarbia, umesoma pale tarbia, malezi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi, na ulikuwa mkono wangu mimi, tatishu fi sahfa, unachukua hapa na pale, yataharak, maana yake unachukua hapa chakula, hapa chakula, hapa chakula. Tatishu fi sahfa, katika ile sahfa, katika sinia au bakuli. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema kuniambia mimi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Li, akusema laka, li kaniambia mimi. Ya ghulamu, ya tukasema harfu nida ya mwito. Ya Zaid, ewe Zaid. Ya Ali, ewe Ali. Ya fulan, ewe fulan. Ya samillah, tukaza fi'lu amri, ni tamko la kuamrisha kwamba samillah, mtaje Mwenyezi Mungu, mtaje Mwenyezi Mungu. Wakul biyaminika, na ule kwa mkono wa kulia, yadul yumna. Wakul mimma yalika, na ule ile kwa karibu yako, unafuatia wewe, inakufuatia mbele yako pale karibu yako wewe. Fama zalati tilka tu'mati ba'du, baada dhalika, maana yake ba'du, tuje kusoma hiyo ba'du, maana yake baada dhalika, maana yake iliendelea, istamarra, iliendelea. Ma zalat, kusema ma zalat maana yake inaendelea, maana haikuacha kuwa, bali maana yake inaendelea. Tilka tu'mati, ule ndio ulaji wangu, baada dhalika, baada ya pale. Hadithi yetu lazima ihifadhiwe, sio khiari, lazima ihifadhiwe. Na wewe nyumbani ni mwalimu, watoto unao, ushahidi unao, sio huko mshikaki au huko chupa ya soda, huko anakula chips zake, huko anakula. Samillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Mambo matatu tumepata katika hadithi hii. Jambo la mwanzo, samillah, bismillah, katika kuanza kula chakula. Jambo la pili, kula kwa mkono wa kulia. Jambo la tatu, mtu ale mbele yake. Haya, turudie mufradatu. Maani almufradatu. Ghulamun ni kijana huyu, mtoto huyu. Alghulam manaka sabiyu alladhi lam yahtalim bad, hajafikia bado, lam yahtalim, insanu may sabiyu aqilun.
fi hijri rasulillahi, katika malezi tarbia, fi tarbiyatihi, fi tarbiyati, fi riayatihi, fi tarbiyati, fi riayatihi, katika malezi. Tunafanya namna hiyo. Tatishu manake la tathbutu fi makanin wahidi, ule mkono tatishu liyadu, unatembea hapa nakula, hapa nakula, hapa nakula. Unajua kula sahani moja na mwenzako unataka ufundi mkubwa. Sisi tuliwahi kugombana ugomvi mkubwa, ikawa tunajitenga tukakula chakula sisi na ndugu zetu kwa amani kabisa kabisa, mpaka tuke kwa kikao na Sheikh Said Kanubi, kwa sababu haya ni mafunzo. Na hakuna kweli vitu vizuri, lakini hakuna kitu kibaya kama watoto wakala peke yao kila siku. Kibaya sana. Kwa sababu gani? Hawapati mafunzo. Sisi wazee wa zamani kwa hakubali namna hiyo. Sasa sinia moja mnakula basi, akikaa namna hii unamwelekeza, kakaa sivyo unamwelekeza moja kwa moja. Sasa leo mtu anakaa ninginia kule, anakula kwa nakula kwa naimba, wewe huko utakhabari wewe, unaona. Lakini kula mahali pamoja, ile ni rai mzuri sana kabisa kabisa, kama alivyokuwa nakula huyu ghulamu ambaye kwamba ni Amr bin Abi Salama pamoja na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam, as-sahfa tukasema tabakun kabirun, bakuli kubwa au sinia kubwa hiyo hapo. Yuqaddamu fihi ta'amun lilakli, imetangulizwa ndani yake, imewekwa chakula kwa ajili ya kula, kwa ajili ya kula. Samillaha, qul bismillah. Qul maana yake sema, qul ewa, ipo hapa. Hatukuzingatia, kuna qul, kuna kul. Qul sema bismillah, sema nini? Bismillah. Al-yamin maana yake upande wa kulia, kwa maksudi hapa al-yadu al-yumna, mkono wa kulia, al-yaminu. Al-shimalu, mkono wa kushoto, shimalu kushoto au al-yusra. Kwa hiyo al-yadu al-yumna kinyume chake al-yadu al-yusra, yadu al-yumna, yadu al-yusra. Yalika, yaqrubu, yaqrubu minka maana yake inofuatia mbele yako, sio unakula kule sa mtu mwingine. Tu'mati sifatu akli, sifa ya ulaji wangu. Tu'mati ule ulaji wangu, tu'mati ulaji ule, kaifiyatul akli, namna ulaji vipi, namna yako ya kula, unakula vipi, unavungajia, unachukua kuna kule. Kwa tu'mati ule kaifiyatul akli, namna ya ulaji. Halafu akasema ma zalat tilka tu'mati ba'du, ma zalat, tuje kusoma wewe mazala, mamfaka, mabariha, tuje kusoma hizo katika kana akhwatuha, tuje kusoma vile vile. Kwa hiyo hii lugha itatusababisha tujue kwa haraka, tujue kwa haraka, na hii inshallah tutafanya kazi kwa haraka vile vile. Sawa hapo? Naam, wemeandika hewa al-yamin ash-shimal, au sio? Ash-shimalun, al-yamin ash-shimalu, al-yusra. Al-yusra ashabu al-yamin, yani watu wanaenda peponi. Ashimalu naona al-yusra. Ashimal maana yake nini? Yusra, al-yusra maana yake kushoto, upande wa kushoto. Shimal upande wa kushoto, ashimal al-yusra maana moja. Al-yamin tumesema nini? Al-yamin al-yumna, ndio al-yumna, sio al-yamin al-yumna. Tumesema al-shimal al-yamin al-yusra, al-yamin al-yamin al-shimal. Hajakoroga al-yamin al-shimal, alafu sasa kwa ajili ya ile nini, au sio? Basi
andika shimali kule mbele, andika shimali kule. Al-shimal maana yake al-yusra, maana yake maana hii al-shimal al-yusra, nadhani imeandikwa pale mbele. Chukua ushapata maneno mawili, usongezea mbele hapo, ongezee al-shimal. Na zote zina maana moja, maana ya shimal maana yake na hivyo katika Qur'an. Ndio kwa Qur'an ukaanza tena hangaika nini? Haya, kwa hiyo tumepata al-yamin, tukapata yadul yamin, tukapata al-yusra, al-shimal. Maana mbili tumepata hiyo. Tufahamu hiyo? Naam. Tumefikia maazala tilka ta'imati, maana yake haukuacha kuwa ule ulaji wangu, maana yake istamarra tilka ta'imati, uliendelea, uliendelea ule ulaji wangu. Istamara dhalika adatan li, ikawa ni ada yangu. Ada maana yake ni urfu, maana ada urfu, ile mila yake yeye, sasa tabia yake ya kila siku. Adatan li ni ada yake. Sasa maana yake usema ada, maana yake inajirudia rudia, maana yake urfu, mila yake. Sasa ada yake fil akli, katika kula, ikawa ni ada yake. Sasa anapokula chakula, kwanza sasa bismillah, ya pili anakula kwa mkono wa kulia, ya tatu anakula vipi? Kilichokuwa mbele yake. Tunafahamia namna hiyo? Haya, Fahamu sababu adatan ni neno masdar, lakini kwa kama marbuta kwa fi'l ada yaud kula alima mtakala unayapia kitendo na pale kuna faida, kuna kitendo ada amerudi audu anarudi na inajirudia jambo. Ndio maana akasema Kiswahili Kiarabu, unaposema hii ndio ada yako, maana anarudia rudia yale mambo kila siku, tabia yake ndio ada yake ule, maana yake tabia yake. Naam, maana alhadithi, hadithi mshio maana yake, hadithi tunajua nini maana yake, lakini sasa kasema nini? Kuna vitu tunavihitaji sisi. Penseli yako uwe nayo, uko umesahau leo, na raba yako uwe nayo, na mstari wako uwe nao. Hichi ni kitabu hichi, nadhani ukinokuja tutakuwa tushakitoa tayari. Tutakufanyaje? Na kina karatasi hazipungui nadhani 137 si 130 na kama hivi. Ni kikubwa sana, sio kama hichi kikubwa. Haya, maana alhadithi, maana ya hadithi. Tazawaja an-nabiy sallallahu alayhi wasallam Salama, bwana mtume tazawaja, alimuoa. Tazawaja bimaana nakaha, alioa. Tazawaja maana yake nini? Nakaha, ameoa. Unafahamu hiyo? Nabii sallallahu Salama, huyu Salama, tuingie katika mpango wetu, habari zake ndefu. Baada an mata zawjuha, baada an mata zawjuha, mata yamutu maana yake tufia, iandike mata maana tufia, mata tufia, amefariki. Tutaandika tena hii mata tufia, tumepata yumna yusra. Sasa mata tufia, tunafahamiana mata maana yake nini? Tufia. Ndugu zetu kule mali mtawafa, fulani mtawafa, uzia sana kwa hiyo. Naona ila rafiq al-a'la ila rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo intaqala rafiq. Kwa hiyo mata maana yake tufia, sawa. Mata amekufa, tamam. Zawju mume, zawjuha baada an mata zawjuha, baada ya kufariki mume wake.
ndipo huyu Ummu Salama akaolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Salama, jina lake yule nani? Yaitwa Abu Salama, ndivyo wakiitwa. Wa kana Umar ibn Abi Salama, na alikuwa huyu Umar, wa kana, amekuwa. Hizi kando ziandika hapo, ziko nyingi hizi, kana, sara, bata, laisa, ziandika shab, asbaha, amsa. Wa kana Umar ibn Abi Salama, na alikuwa huyu Umar bin Abi Salama, yaishu, asha, yaishu, anaishi, ma ummihi, pamoja na mama yake. Yaishu maana yake kwa Kiswahili vile vile anafanyaje? Anaishi. Asha yaishu, asha yaishu, ma ummihi fi baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo asha yaishu, sakana, anakaa. Asha sakana, tuchukue maana kwa ni karibu. Sakana ame ile mudhafu ile Umar ibn, kwa sababu ni kama hivi kuja huku kaandika badali hiyo, amechukua badali. hii kuna badali, Badali hakuna badali. hii ni an Umar ibn, ilikuwa ni badali. Kwa sasa iandika asha yaishu, asha ameishi, yaishu anaishi, maana sakana, sakana, yaskunu, sakana yaskunu, asha yaishu. Usiache aina taskunu, aina taishu, aina taskunu, aina taishu. Unaishi wapi? Aina taskunu, unakaa wapi? Tamam, imefahamika eh? Usiliache ukaondoka neno moja tu ikawa kama ulimi. Hapana, mangapi hayo? Aina taishu, aishu fi Dar es Salaam, aina taskunu fi Dar es Salaam, ndivyo sivyo? Haya maneno mengi uyaandike, penseli unayo, usiache. Usiweka sikwambia sema unaulizwa aina taishu hujui, umezoea aina taskunu hujui. Tamam, kwamba na tutakula nda vitabu vipi? Naam. Wa kana Umar ibn Abi Salama yaishu, maana yaskunu, maa ummihi, maa ummihi, pamoja na nani? Na mamake, fi baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, fi baiti rasulillahi, katika nyumba ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kumwoa kwa maanaye, huyu bibi alikuwa na mwanawe huyu Umar, akawa anaishi naye, aitwa Rabib. Wa fi yawmi min al-ayyam, yawmun, siku, al-ayyam, siku nyingi, yawmun, yawmani, ayyamun. Sasa yawmun siku moja, yawmani siku mbili, al-ayyam siku nyingi. Wa fi yawmi min al-ayyam jalasa al-ghulam, Umar akakaa. Jalasa, jalasa maana yake nini? Amekaa. Jalasa maana yake nini? Amekaa. Jalasa, qaada, jalasa, qaada. Yachukueni muandike jalasa. Yajlisu, jalasa yajlisu, qaada yaqudu, jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu manake qaada, qaada yaqudu. Qaada amekaa, uqud kaa, ijlis kaa. Tufahamu kama hiyo qaada yaqud kwa yote maana inafanana, uqud ijlis. Tufahamu namna hiyo, usiondoke neno moja. Ataka jalasa na qaada pia kuna faida nyingine. Jalasa time inatumika kukaa katika kiti,
faqaada imetapita tutafika huko kwa sababu yanafanya fanana hayo. Faqaada anakaa, jalasa kaa, tamam. Jalasa al-ghulam, maneno ghulam huna Umar, kijana yule. Yaakulu, anakula, maa nabii sallallahu alayhi wasallam taaman, anakula chakula. Fakanat yaduhu, naona sasa pale alizungumzia mwenyewe fakanat yadi, sasa hivi zinatolewa habari zake. Fakanat yaduhu, mkono wake. Alipojisema mwenyewe fakanat yadi, ulikuwa mkono wangu. Sasa vipi? Fakanat yaduhu, mkono wake. La tathbut, la tatishu, yani tatishu, tumesoma kule tatishu. Fakana yaduhu tatishu. Sasa hapa vipi? La tathbut, katuletea ile maana aliyotupa. Fi makani wahidin, au thibiti sehemu moja. Min at-taami, katika ile chakula. Fa'allamahu, fa'allamahu, akamfundisha. Fa'allamahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akamfundisha. Fa'allama an-nabiy al-ghulama, fa'allamahu, akamfundisha. Fa'allama an-nabiy al-ghulama, Umar ibn Abi Salama. Fa'allamahu, akamfundisha yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamfundisha baadhi adabil akli, baadhi ya adabu ya chakula au ya ulaji, baadhi ya adabu ya kaifiyatul akli, namna ya ulaji, adabu za kula. Kuna adabu za sala, kuna adabu za funga, kuna adabu za kutembea, kuna adabu za kuvaa, kuna adabu za kuzungumza. Tunafahamu hiyo? Kwa hiyo adabul akli, adabu za nini? Za ulaji. Wahia, nazo zimetoja tatu hapa. An yaqula idha bada al-akl, aseme an yaqula idha bada al-akl bismillah. Kamba qul, kamba vipi pale? Bismillah, samillah, bismillah. Athani an yaakula biyadihi al-yumna, sio bishimali wala bilyusra, bilyumna. An yaakula biyadihi al-yumna. Na haya maneno ya Kiswahili tutapunguza kile kuna mbele tufanyaje? Tutafanyaje? Maneno ya Kiswahili kile kuna mbele tutayapunguza. Kwa hiyo kitu ambacho kishajulikana hii tikurejea kwa tabu, tutayapunguza. Naona kwa sababu shafahamu an yakula biyadihi al-yumna. Sasa hii itakutafsiriwa kweli tena Sheikh Ali, hujajua ndio tayari au sio? Ewa, kwa hiyo atakayechelewa atajua mwenyewe. An yakula mimma huwa qaribun minhu, tushesoma kule. An yakula mimma huwa qaribun, kul mimma yalika, ule yalikuwa karibu yako. Na tukasoma hapa yalika yaqrubu minka, tumesoma kula. Sasa na hapa vile nasema an yakula, maana yake ale mimma huwa qaribun, kile ambacho kwamba kipo karibu, minhu, na yeye huyu bwana. Kwa hiyo unapokula ule chakula kilichokuwa karibu. Fala yamudda yadahu ila taami, asinyoshe mkono wake. Fala madda yamuddu, madda yamudu, maana yake amevuta, maana yake kunyosha. Sawa, akanyosha mpaka kuvuta mpaka kule kwa fulani. Fala yamudda, tumesoma madda kipindi cha ahkam tajwidi. Fala yamudda, asinyoshe mkono wake, maana yake asivute mkono wake. Nafahamu namna hiyo? Kama nakumbuka watu ahkam tajwidi tumesoma hapa madda yamuddu, kuvuta, au sio? Ahkam tajwidi, au sio? Kwa hiyo fala yamudda yadau, asivute mkono wake, maana yake asinyoshe mkono wake. Ila taami, kuupeleka, tukasoma hapa juzi. Ila, kuelekea, nakumbuka au sio? Ila ni kuelekea, nakumbuka au sio? Yafanywe kazi. Alladhi yali al-akharina, kichukua karibu ya wengine. Yali maana yake tukasoma yaqrabu, yaqrubu. Yali yaqrubu maana yake ilikuwa inaelekea. Al-akharina, kichukua karibu ya wengine. Rudi tena. Athalithu an yakula mimma, ale
kile ambacho kwamba huwa karibu minhu, kuchukua karibu ya kwake yeye, ndio wale. Fala yamudda yadahu, fala yamudda, asirefu kama la nahya, unajua kusoma la nahya, hakusema fala yamuddu, kwa sababu fala yamudda, unaona, yadahu, asinyoshe mkono wake, asivute mkono wake, ila taami, kuelekea kwenye chakula, alladhi, chakula ambacho yali al-akharin, inakaribia watu wengine au kipo karibu cha watu wengine. Kwa hiyo hadithi yetu imetupa mambo matatu. Mambo ngapi? Matatu. Waqad amila Umar biamri nabii sallallahu alaihi wasallam, biamri, wa maamrisho. Faqad amila, maana yake kafanyia kazi, kayafanyia kazi huyo Umar, biamri nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa amri ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Tusema bau hapo, kwa amri, tukazungumzia kwa ufupi bau, kwa amri ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Fasara dhalika adatan lahu, fasara, ikawa, maana yake ikageuka. Sara na kana na bata, asbaha, amsa. Sasa sara maana yake ni kana. Kana, kuna sara, kuna laisa, kuna bata, kuna asbaha, kuna amsa, kuna dhalla. Sasa hizi kwa haraka haraka ziko 7, au sio? 1 2 3 4 5 6 7, kwa haraka haraka. Nasikia mabitu bimina, maana yake kwenda kukaa pale Muzdalifa. Sasa ukisema sara, maana yake imekuwa kwa kugeuka. Sara tini biriqun, maana yake umekuwa udongo birika. Sara maana yake amekuwa kwa kugeuka, sio kuwa vile, yani kuwa urefu au mpana au mkubwa. Ile ina maana nyingine. Kwa lugha ya Kiswahili tunahitaji vile vile, kuna nama yanmu, numuu, ukuaji ule, ongezeko ule. Sara zaidi ustadh, amegeuka zaidi, mkani mwalimu, sinifahamu namna hiyo. Kwa hiyo na hapa vile vile amesema hapa, akasemaje? Sara, akageuka yule bwana. Rudia tena, waqad amila Umar, akafanyia kazi Umar, biamri nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa yale maamrisho bwana mtume sasa aliyomwamrisha. Fasara dhalika adatan lahu, ikageuka sasa, ile ndiyo ada yake, ikawa ndio mwenendo wake, istamarra, ikaendelea kwa ndio nini, ada yake. Kwa hiyo kageuka sasa yule bwana, ikawa ndio ada yake sasa. Ipi? Samillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalika, fi taamihi, katika chakula chake. Fasara, ikawa, dhalika adatan lahu, ile ndiyo ada yake, ikawa ile. Ipi? Samillaha, bismillah, wa kul biyaminika, mkono wa kulia, wa kul mimma yalika, mbele yako cha karibia kwako. Ikawa ndio nini sasa? Ndio ada yake, kageuka sasa, ndio ada yake. Maana yake kaacha ile, kaingia hii. Madha nastafidu min alhadith, madha nastafidu min alhadith. Jamaa haya yahifadhiwe, karatasi yako chukue dukani, karatasi yako chukue kazini, karatasi yako chukue nyumbani, ukunje kunje mfukoni vizuri mwenyewe. Ndugu zetu wa Kristo wanatembea na mabriefcase, sisi ni aibu kwetu, lakini muhimu sana, vitu vyako naviweka moja tayari, sifahamu na hiyo, ikae kichwani, ili kusudi la leo jumlisha la kesho, jumlisha la kesho kutwa, angalia mangapi umeyapata katika lugha na sheria. Tumesema na kwa tafsiri ya Qur'an inakuja na kuna haya na yale andiko yale kana, sara, bata, laisa, amsa, asbaha, dhalla, andiko yachukuliwe yale yote, maana yake amekuwa vipi? Sasa tupambanua vipi? Sawa, isipokuwa moja tu, laisa, hakuwa.
madha nastafidu min alhadithi, ma yustafadu min alhadithi, yenye kuleta faida. Hii hadithi tumepata faida gani sisi? Nadhani kwa uchambuzi huu tayari faida ishapatikana, lakini huenda kuna nyongeza. Atasmiyatu fi awal akli, faida ya kwanza atasmiyatu, yani bismillah. Atasmiyatu samillaha, ile atasmiyatu maana yake kutamka jina la Mwenyezi Mungu. Mfahamika namna hiyo, fi awwalil akli, katika mwanzo kabisa pale bismillah. Umekosha mkono wako tayari. Haya, athani al-akli biyadi al-yumna, biliyadi al-yumna. Adhani tayari? Tusomea adhani, si naendelea baadaye. Naam. Al-akl bilyadi al-yumna, kula kwa mkono wa kulia. Faida ya pili. Ya tatu, an yakula al-insan min at-ta'ami alladhi yalihi, yani yaqrubu minhu. An yakula al-insan, ale mtu, min at-ta'ami, ale chakula, alladhi yalihi, kichukua mbele yake, kichukua mbele yake, yaqrubu minhu. Wala yamudda yadahu ila ta'ami, wala sinyoshe mkono wake kuelekea kwa chakula, alladhi yali al-akharina, kinacho karibu ya watu wengine. Sinia yetu moja hii hapa, wewe unakuchota kule, maana yake pako vipi? Hakipo? Jawabu kipo. Kwani kufuata chakula kule? Tunafanya namna hiyo. Idha kana ta'amun anwa'an mukhtalifa. Sasa bakuli letu, katika lile bakuli tumeweka zambarau, tukaweka na mbura, tukaweka na zabibu, tukaweka na tende, bakuli moja. Sasa je, vipi hapo? Alichukua mbele yake tu, pengine mbele yake kuna fuu tupu. Shanafahamu na hiyo. Tunazungumzia chakula cha mwanzo kile, kama vile wali, kama ni ugali, mfahamu kama hiyo. Lakini hivi vyakula ambavyo kwamba ni kimoja kimoja, je, nacho kina hukumu gani? Mwanachuoni atueleza. Idha kana ta'am anwa'an mukhtalifa, ikiwa chakula ni aina tofauti, fayajuzu, inajuzu an yakula insan min at-ta'ami alladhi la yali, inajuzu kula yule mtu chakula ambacho kwamba hakipo mbele yake, hapo karibu yake, kwa sababu kwenye bakuli letu tumeweka vyakula mbalimbali ndani ile bakuli pale. Labda ndani yake umeweka machungwa, ndani yake kuna machenza, ndani yake si umeweka matikiti mude, nachukua mimi nataka hichi. Sana na hiyo inajuzu, si kwamba ni haramu, haitakuwa sio haramu pale. Ama ikiwa ni wali, si pilao, si ugali, si ndizi, si kadha kadha kadha, sasa mimi nichukue kule, kwa sababu kule kuna mchuzi, hapa hakuna. Yote yametukuta si haya, na leo mtakula mlai. Subhanallah, mtihani mkubwa ulikuwa unapata, tuiache. Kwa hiyo tunazo faida tulipata 4 hapa. Faida upata ngapi? 4. Na haya yote yatakuwa hifadhiwe, yakae kichwani, na hasa maneno ya Kiarabu yakae kichwani. Tunafahamiana haya. Ikiwa mtu kuna neno hujalifahamu au tumeelezea sehemu hujafahamu, na ile pale yachukuliwe, asiachwe. Tuulizane kabisa. Saa ngapi bwana? Kasoro dakika 10. Haya, zamani saa zetu tulikuwa tunasali saa 2:15 kwa sababu ya darsa. Sasa Sheikh Ali anatuambia tutakuja, lazima tubadilishe. Tutabadilisha baadaye, sio leo wala kesho, lakini tutakuja kubadilisha. Ile robo saa yetu tutaidai iwepo saa 2:15 na sali. Baada ya kuvunjika darsa zile ndio kwa saa 2. Sasa kwa msomeshaji muda saa 1 haumtoshi, na siku nyingine jua linakuwa kali, unajua saa 1 dakika 5 hapa hajaanza kusoma. Sija faraja kupata muda mwingi sababu nasali mapema.
Naam, lipo swali? Tunaongeza kidogo. Ukurasa wa 18. الدرس الأول التدريب الأول mazoezi mwanzo. Istami' wa raddid. Istami'. Kuna hakusema isma'. Istami', sikiliza. Wa raddid, na urudie. Unasikiliza alafu unarudia. Kasema huyu bismillah. Kwa hiyo ina maana ikiwa hujui kuitamka kaipitie nyumbani bismillah, sio bismillah. Unaweza bismillah, mwingine bismillah, yote hayo tusoma kama tajwidi hapa. Nasema man ghaba nasibu, ambaye hayupo lake halipo. Haifai, lazima turejee darasa, sio? Sheikh Abdul Aziz yasema irejeshe maana yake kama tajwidi. Na tulitangazia sana na tukasoma sana hapa. Unafahamu? Kwa hiyo somo kama tajwidi itachukua muda na wakati, lakini kwanza tunachukua Naam. Kwa hiyo bismillah, sio bismillah wala bismillah, bismillah. Naam. Kusema irejeshe. Pale awaambie kwa nini Uislamu hapa hapana kumtataa hapa, kwa nini inapokuja hapa tunasema Allahu Akbar hapa. Hai, asante. Kwa ufupi tunaangalia kasra, fatha na dhamma. Fatha, kasra na dhamma. Tufahamu hiyo. Sasa hapa tutaangalia huku kumetokea nini. Ikiwa kuna fatha au dhamma inakuwa ni mufakhama. Lafzi jalala kwa ni mufakhama. Inna Allaha ala Allahi. Almuhimu imetokana nini huko? Kwa inakuwa ni mufakhama, unajaza mdomoni Allah. Unajaza mdomoni, mdomo Allah. Bismi sema inna Allaha Allah. Kwa hiyo ikuwa ni fatha au dhamma, lafzi mdomo wako unaojaza Allah, sio Allah. Wale wahindi wanafanya kusudi, hawana vilema wale, wanafanya michezo, mguu huu unakaa hapa na mguu huu unakaa hapa, halafu akafanyaje? Akatembea, ushinde kugeuza ulimi. Wanafanya kusudi wale. Allahu akbar, Allahu akbar, hakuna. Mfano namna hiyo hakuna. Yashau Allahu. Halafu sasa ilikuwa kuna kasra, kwa hiyo moja kwa moja inakuwa la. Bismillah, bismillah min indillah lahi. Ilikuwa kuna nini kunyuma? Kuna kasra, inakuwa ni muraqqaqa. Kwa kuna mufakhama na muraqqaqa. Mufakhama na vipi? Muraqqaqa. Muraqqaqa, mufakhama na muraqqaqa. Muraqqaqa raqiq maana yake nyepesi. Tunafahamiana namna hiyo. Kwa hiyo ukatujia tena hapa tena kwa sababu mimi bana siwezi kutamka, hebu kafanye mazoezi chumbani kwako, kakaa pige makelele bismillah, sio bismillah. Bismillah ala Allah, yashau Allahu. Tapata mrekebisho. Subhanallah, subhanallah, ukarudia subhanallah, sio subhanallah. Sawa? Astaghfirullah, namuomba msamaha Mwenyezi Mungu. Allahu akbar. Ashukru lillahi, maana lillahi sio lillahi. Ashukru lillahi, hakusema sio lillahi. Mimi bana siwezi. Mbona watu wanaweka mguu mpaka hapa katembea kwa mikono? Mbona ya kwake anayaweza?
Sasa kuja kujifanya Muhindi hapa, si Mpakistani, sisi tutakuwa hatuwezani. Niko moja Kwa hiyo ashukuru lillahi. Naam, kwa leo tuisheni hapo. Wako makabila yengine hizo hapa hiyo hapa Tanzania wapo katika te na twe, zote kwao ni twe zote twe kwao. Bismillah, jama kuna sala. Bismillah. Naam, tasisikia hiyo ndio hadithi ya mwanzo hiyo. Yale ya mwanzo yote ni mukaddima yale. Na swala au sio? Bismillah. Apasema an Umar ibn Abi Salama radhiyallahu, ameridhika Mwenyezi Mungu, anhuma, waridhia wale wawili nani, kwamba karidhika na matendo ya Umar, karidhika na matendo ya baba yake Abi Salama. Mfano hiyo, ikiwa lau kama huyu Abi Salama angekuwa ni kafiri, tungesema radhiyallahu anhu. Shafahamu hiyo? Kwa mfano Sayyidina Umar, baba yake hakuslimu, sio alikuwa yuko hai, Allahu akbar, radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar radhiyallahu, kwamba Abdullah mwenyewe na Umar bin Khattab mwenyewe. Ndio mfahamike. Kwa hiyo ukisema radhiyallahu anhuma, maana yake yeye na baba yake. Ndio nafahamika mna hiyo, kwa sababu wote nani? Ni Waislamu, na muwala ni jambo lazima. Kuna alwalaya walbaraa walwuquf. Hii tena habari ni mambo ya akida hiyo. Huyu mtu afanya maasi, huyo kafiri, kuja vitu Uislamu katika baraa. Na kuna mwingine wuquf, hatumjui tabia zake, akhlaki zake. Tunafahamu? Na kuna mwingine alwalaya, lazima apendwe na dua ombewe. Utakuta katika hiyo kwa Sayyidina Umar pekee yake ameipokea an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ona akaja babake yule kama kwa Muislamu haingii katika ile dua, lakini kwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, yani hapo katajwa na babake Umar. Abdullah wa haya kidogo natoa tambihi katika mambo yetu ya udhu na sala. Watu wengine anatia udhu magharibi, katika akili yake je umetenguka, akana muda mrefu. Mwingine akinywa maji, akila chakula chakula mtari. Sasa ukila chakula udhu hautenguki, na ukukaa vile vile udhu hautenguki. Tulikuwa na sala asr, udhu al-asr na magharibi na isha, na sala udhu hatoka msikitini sisi moja kwa moja. Ukitia udhu wako la asr unabakia nao, we kazi yako ni kujisomea tu huku na kule magharibi, kuja kwenda chooni. Kazi yao ni Qur'an na vitu vingine, sio magharibi na isha, tangu la asr tunakuwa nao. Tunafahamu hiyo. Sasa ikiwa huku pengukwa na udhu, kuna haja kufanyaje? Kwenda kutia udhu. La una shaka, ni kajadid udhu wako. Una shaka, basi moja kwa moja utafahamu maarifa, muda tuongeze. Sio mnasemaje, ili tuweke na robo kama kawaida. Tutashauriana kesho inshallah. Shanifahamu hiyo. Hatuwezi kuongeza mpaka tushauriane kwanza, kubaliane. Tuweke 2 na robo kama zamani, turejeshe inshallah. Al-Fatiha. Au dua tayari?